Ninakusalimu katika jina la Yesu. Mimi ni Apostle Francis Goel. Ninapenda kukaribisha mpendo wangu, mwombaji na mlinzi, hasa wa nyakati zetu tulizonazo, na Mungu amenipa agizo la kuinua walinzi na waombezi kwa familia zetu, kwa miji yetu, kwa nchi yetu, na hasa pia kwa kanisa. Tunahitaji sana neema ya Mungu kwa kizazi tulicho nacho. Neema ya Mungu tunahitaji kuliko huenda wakati wowote mwingine ule. Na Mungu anapotupatia neema katika kizazi, tunapaswa kuelewa ni huruma za Mungu zimetuwasilia. So tunapofikiwa na huruma za Mungu, hatutakiwi kujibweteka. Hatutakiwi kujibweteka, kwa sababu muda huu tulionao, muda ambao tungedhani kwamba tunatakiwa kulala na kupumzika, uwe na uhakika adui ndio anakusudia kutuvamia. Kwa hiyo kwa kawaida kila majira yanapofika, tunaenda mbele za Mungu kwa ajili ya kuomba ajenda mbalimbali ambazo Mungu anakuwa ameziachilia kwenye moyo wangu. Siku wa leo tunayo ajenda ya kuomba kwa ajili ya kuinuka kwa walinzi. Tunayo ajenda ya kuomba kwa habari ya kuinuka kwa walinzi. Neno la Mungu linasema katika kitabu kile cha Waamuzi sura ya 5. Waamuzi sura ya 5 na mstari wa 7 wa 6. Katika siku za Shamgari mwana wa Anathi, siku za Yaeri, njia kuu zilikuwa hazina watu, nao wenye kusafiri walipita kwa njia za kando. Maliwali walikoma katika Israeli, walikoma hata mimi Debora nilipoinuka mimi mama katika Israeli. Maliwali walikoma katika Israeli, walikoma hata mimi Debora nilipoinuka mimi mama katika Israeli. Tunaona katika hizi nyakati wana wa Israeli walikuwa wanapitia mateso, walikuwa wanapitia uonevu, walikuwa wanapitia manyanyaso kutoka kwa wenyeji wa Kanani. Alikuwepo mkuu wa amiri wa jeshi la Wakanani anaitwa Sisera, ambaye aliwatesa wana wa Israeli. Waliwalipisha kodi kubwa, walichukua mali zao kwa nguvu, na hawakuwa na usaidizi kama ambavyo hapo awali walitangulia kuwepo waamuzi ambao walikuwa wakiinuliwa na Mungu kwa ajili ya kuongoza mapigano ya kijeshi na kuwatetea wana wa Israeli. Sasa hapa tunaona wana wa Israeli walikuwa katika kibano, walikuwa katika mateso makubwa ya kisiasa, kisheria, na hawakuwa na mtu wa kuwatetea. Na Debora anasema katika wimbo wake, huu ni wimbo wa Debora baada ya kuwashinda wale maadui zao.
anasema maliwali walikoma, akimaanisha viongozi wa vijiji au viongozi wa miji, viongozi waliokuwa wakitegemewa kuwalinda watu, viongozi waliokuwa wanategemewa kuwapigania watu, kuwatetea, walishindwa kusimama katika nafasi zao. Walishindwa kusimama, walikosa cha kufanya, watu wakiwa wanawahitaji wawapiganie. Lakini Biblia inasema mpaka mimi Debora ni mwanamke, hakuwa mwanaume. Debora hakuwa mwanamume, alikuwa ni mwanamke wa Kiebrania ambaye kwa historia yake kisoma kwenye Waamuzi sura ile ya 4 kuanzia mstari wa kwanza, Biblia inasema hata alipokufa Ehud wana wa Israeli wakafanya yaliyo maovu tena mbele za macho ya Bwana. Bwana akawauza na kuwatia katika mkono wa Yabini mfalme wa Kanani, aliyewatawala huko Hazori, na Sisera aliyekaa Haroshethi wa mataifa alikuwa amiri wa jeshi lake. Wana wa Israeli wakamlilia Bwana kwa kuwa Sisera alikuwa na magari ya chuma 900, naye akaonea wana wa Israeli kwa nguvu muda wa miaka 20. Basi Debora nabii mkewe Rapidothi ndiye aliyekuwa mwamuzi wa Israeli wakati ule. Mstari wa 5 na upenda sana. Naye alikaa chini ya mtende wa Debora kati ya Rama na Betheri, katika nchi ya vilima ya Efraim. Wana wa Israeli wakakwea kwake awaamue. Listen. Walikuwepo viongozi kama uongozi waangalia jinsia, walikuwepo maliwali, lakini Biblia inasema Sisera alikuwa tishio kwa silaha alizokuwa nazo, alikuwa tishio kwa majeshi aliyokuwa nayo. So wana wa Israeli waliyeyuka mioyo yao, walikata tamaa, walipoteza mwelekeo kwa sababu ya adui waliyekuwa naye. Hata nyakati zile za vita ya wana wa Israeli na Wafilisti, kulikuwa na shujaa mmoja wa Kifilisti anaitwa Goliathi. Goliathi aliwatishia na akawalaani na kuwatukana majeshi ya Bwana Israeli. Mfalme Sauli pamoja na uhodari na ushujaa wake wote aliyeyuka moyo. Askari waliogopa, hakuwepo mtu aliyekuwa na thubutu kwenda kumjibu Goliathi, mpaka alipoinuka Daudi mwana wa Yese. Alikuwa ni mtu ambaye anachunga, kijana mdogo anachunga kondoo wa baba yake. Siku moja alipokuwa amewaletea chakula ndugu zake walikuwa vitani, akasikia yule Mfilisti alipokuwa akiwatukana Waisraeli. Akasikia moyoni mwake hasira ya Mungu, akasikia moyoni mwake kuchukia kwa yale maneno aliyokuwa akiyatamka Goliathi. So kuinuka kwa Debora, hatuzungumzii jinsia ya mtu, tunazungumzia mtu aliyekusudiwa katika majira kwa ajili ya kuleta wokovu wa taifa lake. Mtu aliyekusudiwa na Mungu kwa ajili ya kusimama kama mlinzi wa nyumba yake,
mlinzi wa mji, mlinzi wa kanisa. Debora alikuwa akiketi katika mtende wa Debora ambao ulikuwa kati ya Rama na Betheli. Utagundua haya maeneo Rama na Betheli yametajwa kimkakati. Na huu mtende wa Debora, of course mtende ni mti jamii ya minazi. Ni mti jamii ya minazi ambayo tunaijua kiroho. Mitende huwa inaashiria ustawi, inaashiria kuenea, inaashiria mafuta. So now tunagundua kwamba mahali ambapo panaitwa mtende wa Debora ilikuwa ndipo madhabahu ya Debora. Ilikuwa ndio pota ya Debora kukutana na mbingu. Debora alikuwa akimuuliza Mungu mambo ya watu akiwa pale katika mtende. Na Biblia inasema watu wakamfuata ili awaamue. So kuinuka kwa Debora hakukuwa ni kitu tu ambacho kimetokea from nowhere. Kilikuwa ni kitu cha kimkakati. Mungu anapomuinua Debora anainuliwa na Mungu kama mfumo wa ulinzi ambao haukutegemea nguvu ya kibinadamu. Debora anamwambia Baraka wa Abinoam katika Kedesh Naftali, anamwambia kwamba aende akawapige Sisera na majeshi yake. Lakini Baraka anamwambia kama hutakwenda nami basi ndipo nami nitakwenda, lakini usipokwenda nami siendi. Inawezekanaje mwanajeshi analilia usaidizi wa mwanamke? Kwa jamii zetu za kawaida sio rahisi. Lakini who was this woman? Huyu mwanamke alikuwa ni nani? She was a woman of stature. Alikuwa ni mwanamke mwa nguvu katika roho. Alikuwa anaogopwa hata na wanajeshi. Listen, kuna watu ambao wameitiwa zamu ya kusimama kwa ajili ya kulinda hatima ya ndugu zao. Biblia inasema Debora akamkubalia, akamwambia nitakwenda na wewe, lakini safari utakayoiendea haitakupatia heshima, kwa maana Bwana atamuuza Sisera katika mkono wa mwanamke. Debora kainuka kaenda pamoja na Baraka mpaka Kedesh. Kusudi la Mungu ilikuwa ni Baraka amuue Sisera. Lakini kwa sababu ya hofu ya Baraka, Mungu akaamua kuhamisha heshima ya Baraka ilikuwa katika nini? Katika vita atakayoipigana. Daudi aliamua kupigana na Goliati kwa sababu alisikia ofa ya mfalme. Mfalme aliahidi vitu ambavyo aliona ni reasonable. Lakini Daudi moyoni mwake alijua he was not doing it for the sake of himself. Alikuwa anafanya kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Anasema ni nani Mfilisti asiyetahiriwa? Huyu mataifa, huyu mpagani. Inawezekanaje mpagani anatukana jeshi la Bwana? Inawezekanaje kanisa linamwogopa mtu mmoja katika nchi? Inawezekanaje wenye haki wanatishiwa na mpagani? Daudi anahoji,
inawezekanaje Goliati? The issue sio Goliati yuko na utisho wa namna gani. Swala ni kwamba nani anayeweza kusimama kinyume cha Mungu akashinda? Daudi anauliza. Debora naye akainuka akaenda pamoja na Baraka mpaka Kedesh. Kuna vita kwenye familia haziwezi kuisha mpaka ainuke Debora. Kuna matatizo na mateso hawezi kuisha katika mji na taifa na kanisa mpaka ainuke mtu aina ya Debora au Daudi. Hawa ni watu ambao wamechaguliwa kwa ajili ya kuhakikisha jina la Bwana halitukanwi wakiwa hai. Usiku wa leo tunamlilia Mungu, tunamuomba Mungu akainue watu ambao wataliheshimisha jina la Bwana katika taifa. Biblia inasema Baraka akawakutanisha Naftali na Zabroni waende Kedesh, wakakwea watu 10,000. Debora naye akaenda pamoja naye. Lakini hapo tunaona kwenye wimbo wa Debora anasema maliwali walikoma katika Israeli. Walikoma hata mimi Debora nipoinuka mimi mama katika Israeli. Mama ni mtu anayezaa mbegu fulani. So mwombezi mlinzi aina ya mwombezi. Mwombezi ambaye ni nabii, mlinzi ambaye ni nabii, mlinzi ambaye ni mwombezi ni mzazi wa vitu. Kuna jambo linatakiwa kuzaliwa, jambo jipya. Kuna ile namna ya ushindi ambao kila watakapo uangalia kwenye historia ya taifa na familia watasema fulani alihusika moja kwa moja. Lazima kuinua madhabahu ambayo itamheshimisha Bwana katika familia yetu. Lazima kuinua madhabahu itakayoliheshimisha jina la Bwana katika miji. Tunaenda kwenye malango ya mji nyakati za usiku, tunayaombea malango ya mji. Neno la Mungu linasema katika kitabu kile cha Zaburi ya 24 mstari wa 6, hiki ndicho kizazi cha wamtafutao, wakutafutao uso wako, e Mungu wa Yakobo. Inueni vichwa vyenu enyi malango, inukeni enyi malango ya milele, Mfalme utukufu apate kuingia. Inueni vichwa vyenu, inukeni enyi malango ya milele, Mfalme utukufu apate kuingia. There are gates on earth. Kuna malango ya nyakati. Watu wengi hawajui. Shetani huleta hofu kwenye malango ya nyakati ya wokovu. Wokovu wa Bwana unapofika, mateso yanaongezwa na adui. Biblia inasema baada ya Yesu kuzaliwa, katika siku za Yesu kuzaliwa, tunaona baada ya Yesu kuzaliwa, Simoni anampokea na kuanza kumtabiria. Anamtabiria, anasema kwamba ameuona wokovu wako. Anazungumza aliyoweka tayari. Yesu anamtaja kama wokovu, maana majira aliyokuja Yesu ndio ilikuwa ni malango ya wokovu yameachiliwa kwa ajili ya Israeli. Ukisoma katika kitabu kile cha Yohana sura ile ya kwanza na mstari wa 10 na ngapi na 11 kama sikosei, alikuja kwake walio wake hawakumpokea, kwa sababu Yesu Kristo alitabiriwa kwamba yeye ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Lakini tunaona katika majira Yesu anazaliwa, walikuwepo waombezi, walikuwepo walinzi, ambaye ni Simeon na mwanamke mmoja ambaye alikuwa anajulikana kwa jina la Ana ben Fanueli.
Ukisoma habari za huyu mwanamke bin Fanueli, Ana bin Fanueli, neno la Mungu linasema palikuwa na nabii mke. The same applies to Deborah. Palikuwa na nabii mke jina lake Ana bin Fanueli wa kabila la Asheri. Umri wake ulikuwa miaka mingi. Alikuwa amekaa na mume miaka 7 baada ya wanawali wake. Naye ni mjane wa miaka 84. Haondoki katika hekalu ila uabudu usiku na mchana kwa kufunga na kuomba. Huyu alitokea saa ile ile akamshukuru Mungu, na wote waliokuwa wakiutarajia ukombozi wa Israeli akawatolea habari zake. Wokovu wa familia, habari za wokovu kwenye mji, taifa, kanisa hazitolewi na mtu yoyote. Zinatolewa na mtu ambaye hatoki kwenye uso wa Mungu, hatoki mbele za Bwana. Biblia inasema haondoki katika hekalu. Ni sawa kusema mtu ambaye hatoki kwenye madhabahu ya maombi. Anainua madhabahu ya maombi in the morning, in the noon hour, in the evening hour, midnight hour. Yuko pale akiuliza kwa habari ya wokovu, kwa habari ya ukombozi wa kimungu katika majira yale. Neno la Mungu linasema na kwa habari ya wana wa Isakari. Neno la Mungu linasema kwa habari ya hao wana wa Isakari. Nyakati wa kwanza sura ya 12 mstari wa 32. Anasema na wana wa Isakari, watu wenye akili za kujua nyakati, kuyajua ya wapasayo Israeli wayatende. Vichwa vyao vilikuwa watu 200 na ndugu zao wote walikuwa chini ya amri yao. Wana wenye akili za kujua nyakati. Unapogundua nyakati za wokovu zimefika, nini ambacho unatakiwa kufanya? There are some procedures to follow. Kuna hatua za kufuata unapogundua kuna jambo linatakiwa unapotokea kwenye nyakati fulani, kuna jambo linatakiwa lizaliwe. Na hizo nyakati zinapofika, kuna watu wanatakiwa wainuke kwa ajili ya kuzipreserve, kwa ajili ya kuzilinda, kwa ajili ya kuziangalia, kwa ajili ya kuzilinda, kuzizingira. Wanahitaji watunzaji, wanahitaji mawakili, wanahitajika walinzi kwenye hizo nyakati. Angalia kizazi chetu kipo katika nyakati gani? Je, tunao walinzi? Tunao watu kama Deborah? Tunao watu kama Daudi wanaosema haitawezekana jina la Bwana litukanwe ningalipo hai duniani? Biblia inasema katika kitabu cha Samueli, napenda maneno haya. Napenda haya maneno. Biblia inazungumza katika kitabu cha Samueli wa kwanza sura ile ya 7 mstari wa 12. Mstari wa 13. Wa 12 anasema, ndipo Samueli akatoa jiwe na kulisimamisha kati ya Mispa na Sheni, akaliita jina lake Ebenezeri, akisema hata sasa Bwana ametusaidia. Hivyo Wafilisti walishindwa wasiingie tena ndani ya mipaka ya Israeli, na mkono wa Bwana ulikuwa juu ya Wafilisti siku zote za Samueli. So in the days of Samuel the prophet, alikaa katika zamu ya walinzi, au alisimama katika zamu ya mlinzi wa taifa lake. Na Biblia naye huyo Samueli akawaamua Israeli siku zote za maisha yake. Kwa sababu gani? Samueli, utagundua Biblia inasema naye huenda mwaka kwa mwaka kuzunguka mpaka Betheli na Gilgali na Mispa, akawaamua Israeli mahali hapo pote, na kurudi kwake kulikuwa mpaka Rama.
Listen, angalia, alienda mpaka Betheli na kurudi kwake mpaka Rama ndipo ilipokuwa nyumba yake, nako ndiko alikoamua Israeli, na huko akamjengea Bwana madhabahu. Then angalia kitu cha msingi na cha ajabu sana. Samueli alipotoka nyumba yake alijenga wapi? Rama. Angalia kuinuka kwa Debora. So kuinuka kwa Debora sio kuinuka kwa mwanamke. Kuinuka kwa Debora ni kuinuka kwa kizazi cha walinzi wa kinabii. Cabo Sale de Brantes. Kuinuka kwa Debora ni kuinuka kwa kizazi cha walinzi wa kinabii. So utaona ukisoma kwenye kitabu kile cha Waamuzi sura ya 4 mstari wa 5, sema naye alikaa chini ya mtende wa Debora kati ya Rama na Betheli. Wana wa Israeli wakakwea kwake waamue. Aya, angalia Samueli. Angalia Samueli naye. Samueli wa kwanza sura ya 7 mstari wa 15 mpaka 17. Naye huyo Samueli akawaamua Israeli siku zote za maisha yake. Naye huenda mwaka kwa mwaka kuzunguka mpaka Betheli na Gilgali na Mispa, akawaamua Israeli mahali hapo pote. 17 anasemaje? Na kurudi kwake kulikuwa mpaka Rama, maana ndipo ilipokuwa nyumba yake, nako ndiko alikoamua Israeli, na huko akamjengea Bwana madhabahu. Samueli, by the prophetic unction, kulikuwa kuna mantle of prophetic unction from Deborah. Ni mwanamke lakini alipreserve that mantle ya ulinzi, ya watchman. Deborah was a wife of Rapidoth. Alikuwa ni mke wa Rapidoth. Alikuwa ni nabii mke, but she maintained to keep the unction. She maintained to keep the mantle. Which mantle? Mantle ya ulinzi wa kinabii. What kind of a watchman are you? What kind of a watchman are you in your generation? Deborah alikuwa mlinzi wa kinabii. So she knew, alijua. Ndio maana Samueli anapokuja, Samueli aliamua kukaa eneo la kimkakati katika generation zilipita. Kumbuka baada ya ukisoma Waamuzi, baada ya Deborah na Baraka kupita, walikuja wakina Gideon. Walikuja wakina Gideon ambao tunajua stories za kina Gideon pale. Baada ya kina Gideon walikuja kuinuka, alikuja kuinuka mwana wa Gideon. Alikuja kuinuka mwana wa Gideon. Walikuja kuinuka wakina Abimeleki. Walikuja kuinuka wakina Abimeleki kama waamuzi wa Israel. Walikuja kuinuka watu kama wakina Tora na Yairi. Walikuja kuinuka watu kama wakina Yefta. Walikuja wakiinuka wakina Samson. Wanainuka walinzi hao. Lakini Samueli alipokuja kuinuka, nini kinachotokea? Samueli alipokuja kuinuka, Samueli alijua the way of the watchman were preserved by a woman who called Deborah. Samueli anagundua. So by the way of priesthood, Samueli aliomba kwa njia ya ukuhani. Alikuwa na utafuta ukuhani, manto ya ulinzi wa taifa la Israel. Anagundua Samsoni aliinuka, alifanya kazi nzuri.
Yefta aliinuka, alifanya kazi nzuri. Wakina Yairi uliinuka wakafanya kazi nzuri. Lakini anagundua manto ya walinzi ilibaki na Debora, nabii mke. So mahali ambapo Debora alikaa kati ya Betheli na Rama, utagundua makazi na nyumba ya Samueli ilikuwa ni Rama. Na utagundua maeneo makubwa mawili ambayo ya kimkakati Samueli alikuwa akiamua watu ilikuwa ni Betheli na Rama. Ndipo walipojenga madhabahu za Bwana. Katika nchi kuna maeneo ya kiroho ambayo ndio yanatakiwa kuinuka madhabahu ya walinzi kwa ajili ya kulinda kizazi chetu, kwa ajili ya kulinda ndugu zetu. Matalaba koribrate shakata brito kosate le grita paradia mandareke te brato soglijate reko la jando zopora tarabakuria repaladozu zande rebokusale jatele gebronto sobrahate. Usiku wa leo tunaenda kumwomba Bwana atuinulie walinzi aina ya Debora, walinzi wa kinabii watakaosema majibu. Listen, we need a people. Biblia inasema maliwali walikoma katika Israeli hata nilipoinuka mimi Debora. Naam, Debora, mimi mama katika Israeli. Hapa sio issue ya jinsia, sio issue ya nani aliinuka. Issue ni nabii mke aliinuka, mlinzi wa kinabii aliyewapa mwelekeo taifa wakati limepoteza mwelekeo. We need a voice. Na hii sauti haitolewi na kila mtu. Sauti inatolewa na walinzi wa kinabii. Mungu atuinulie walinzi wa kinabii katika malango ya biashara, na ukawe wewe kwa jina la Yesu. Mungu akatuinulie walinzi wa kinabii katika kanisa, na ukawe wewe kwa jina la Yesu. Mungu akatuinulie walinzi wa kinabii katika familia zetu, katika kanisa la Kristo, katika ndoa, katika taifa la Tanzania. Tunahitaji walinzi wa kinabii. So as we go before God and pray, kamlilie Mungu akainue walinzi katika nyakati hizi. Oh, mataleke dijo prata. Kizazi chetu kinahitaji walinzi wa kinabii. Neno la Mungu linasema wakati wa siku za nabii Samueli, katika siku za nabii Samueli, nini kilitokea? Wafilisti hawakuweza kuingia kabisa. Hawakuweza kuingia kabisa Israel. Kwa sababu gani? Mimi napenda sana lile neno moja kabla tujaenda kuomba, lipo katika kitabu kile cha Wafalme wa Pili sura ya 6. Biblia inasema sura ya 6 mstari wa 8, basi mfalme wa Shamu alikuwa akifanya vita na Israel, akafanya mashauri na watumishi wake, akasema kituo changu kitakuwako mahali fulani. Yule mtu wa Mungu akapeleka habari kwa mfalme wa Israeli kusema, jihadhari usipite mahali fulani, kwa sababu ndiko wanakoshukia Washami. Mfalme wa Israeli akapeleka watu mpaka mahali pale alipoambiwa na yule mtu wa Mungu na kuhadharishwa. Akajiokoa nafsi yake, si mara moja wala si mara mbili. Basi mfalme wa Sham moyo wake ukafadhaika kwa ajili ya jambo hili. Akawaita watumishi wake akamwambia, je, hamtanionyesha ni mtu yupi miongoni mwenu aliye upande wa mfalme wa Israeli? Mmoja wapo watumishi wake akasema, la bwana wangu mfalme, lakini Elisha yule nabii aliye katika Israeli humwambia mfalme wa Israeli maneno uyanenayo katika chumba chako cha kulala. Mlinzi, lugha nyingine ni spy.
ni shushushu, ni mtu ambaye yupo kwa ajili ya kupeleleza dalili yoyote ya uwepo wa adui kwenye taifa. Kumbuka Israeli walikuwa na jeshi lao, walikuwa na maspies wa kijeshi, lakini they failed, walishindwa kujua mbinu za adui mpaka alipokuwepo nabii Elisha. Nabii Elisha hakuenda kupitia mafunzo ya kivita, lakini Elisha alilishwa taarifa na Mungu mwenyewe. Tunahitaji manabii aina ya Elisha, watakaookoa nini? Hawa walinzi watakaosimama katika zamu zao na kuokoa nini? Na kuokoa maisha ya ndugu zao, na kuokoa maisha ya wafalme, na kutahadharisha. Biblia inasema Mungu hakuacha neno la nabii Samueli lianguke. Mungu alimtumia Elisha kuponya maisha ya mfalme wake. Heshima ya namna gani? Hii ni heshima ya namna gani? Mungu akakuinue ukawe sababu ya mchungaji wako kupona. Kama wewe ni mwanamke kwenye ndoa, ukawe sababu ya mumeo kupona. Na Mungu akatupe neema wanaume kusikia sauti ya Mungu kupitia wake zetu. But we need watchmen carried by a Deborah. Tunahitaji walinzi aina ya Deborah, wenye macho ya kinabii. Ni waombezi lakini wana macho ya kinabii. Wanaweza wakaitambua hatari kutokea mbali. Wanaweza wakaiona hatari ya nchi, hatari ya kitaifa. Na viongozi wa kiserikali wasipuuze manabii, wasipuuze watumishi wa Mungu, wasipuuze sauti ya Mungu. Mungu hasemi asipowatumia watumishi wake. Mungu hawezi anatumia watumishi wake manabii, siku zote haitabadilika. Mungu akionya, viongozi wasikilize. Mungu akionya, tusikie sauti ya Mungu. Taifa la Israeli walikuwa wakiuliza manabii. Haikuwa inamaanisha mfalme ni dhaifu, haikuwa inamaanisha viongozi hawawezi kusimama kwenye nafasi zao. No, they knew. Manabii walikuwa ni walinzi wa kiroho wa nyakati zao. Baba, tunakuja mbele zako usiku tena wa leo. Tunajua Mungu wa utukufu, katika maneno yako tunapata maarifa, tunapata hekima, tunapata kujua mapenzi yako, tunapata kujua siri zako. Nasi tumekuomba usiku wa leo Bwana. Tunaomba uinue walinzi wa kinabii aina ya Deborah, walinzi wa kinabii aina ya Samueli, walinzi wa kinabii aina ya Elisha Bwana. Ropora bashada la bakoria. Begin to pray. Anza kuomba hapo ulipo. Anza kuomba. Bwana ainue walinzi aina ya Deborah. Mungu ainue walinzi aina ya Ana bint Fanueli. Karadosa ketelebe. Walinzi wa kinabii. Raise prophetic watchmen. Prophetic watchmen in our family. Walinzi wa kinabii katika familia zetu. Walinzi wa kinabii katika miji yetu. Walinzi wa kinabii katika taifa letu na kanisa lako Bwana. Walinzi wa kinabii katika nyakati za vizazi tulivyomo. O marate pelejano vanta la bakoria. Riebranto sotele brata la bakoria. Mandala bosa telegete. Riabababo shata la bakoria manta raparadia. Ningekuwa mimi ni wewe ningeomba zaidi hapo. Rapata bazuzo pratelia. Rekata bratosko predeledia da bonde.
amplade gizuzo brantelegina aibreta katala badelia gataza arate gedezantele ruta prahatala bakuri mentalaba mande glaso sokroto ripatala bakuri abashatala bakoria maliwali walikoma katika Israel, walikoma hata Deborah, hata mimi Deborah nilipoinuka mimi mama katika Israel. Bwana, tunataka walinzi wa kinabii, tunataka watumishi wako ambao wataibeba sauti yako Bwana, ambayo hata watawala watakapoipuzia neno hilo halitaanguka Bwana. Repota mashanda la bakoria mategriata zandele grita rapata rabakuri beshata mandele grita paradia repatala dezuzenta prahatala gide brantala bakoria riklata sata raba godo branta mandele glijata gadarapa ripadalizozo prata gadarapa ripala bajantele grita paradia makatala bakuta prenta rapata rabadia ripata gadazu printolo breta raka rekata raparadiga rekata rabakoria reta raparada busa tali gretaya rekata raparadia hala desko poroto hali glosko paradia rakata rekata paradi krento paradia mandele geturu paradia repaguzampetali grioto paradia mandara patorobosa. Neno la Bwana linasema Samueli akakuwa naye Bwana alikuwa pamoja naye, wala kuliacha neno lake lolote lianguke chini. Bwana, usiache maneno ya watumishi wako yaanguke Bwana, maana jina lako litatukanwa, jina lako Bwana litatukanwa. Shakataba, we Mungu usiacha mguu wako sogezwe. Umesema neno lako litatimiza mapenzi yako Bwana, halitakurudia mpaka litimize mapenzi yako. Rokotopo shakataya reko paradeso to paradia mantele gata paradia repo bazide gedento prandele gide de dabosha ria baba zande rebredelia rupata paradia manta gadara paradete setelenoma manta raparadia gadarapa shatarabakane nemina ria bakasatala bakoria redo babandele gididi zato rapagudia patata ramona mandarakata raparadia marababosha tarabakata mande grete pelegedaina rupata raparade grita paradia masata gadarapa rokroto posata kata rukata paradebe makata. Haukuacha Bwana neno la Elisha lianguke, haukuacha neno la Deborah lianguke. Riparada bashanta rabakoria, inua wanabii Bwana wenye neno lako, inua wana wa Isakari wa nyakati zetu. Repata rabakoria mashanda rabakoria rapatata kapaya rada mandara paradigreto paradia ria baba rekata rabakura bashakata rabakoria reproto sobrontele gite reprono mala debrekete reprado bashata makata rapala digreta paya rekata paradigreto paradigra rikrata pa mantara greto protosko paradia reklozo prakata yaba rekata rabakuru bunshata rabakoria mantala brata gazuzo patala gira ria papa repala batara bakushata raba makata rapara debrekete. Inua Bwana walinzi aina Deborah, inua walinzi aina Deborah, inua walinzi aina Deborah, inua walinzi aina Samueli Bwana. Repora baba shatara bakuria magadara para debrato sopranta la bakuria rebaba baba repate bezuze brantele grita paradia maladezo pranta kata la bakuria reprokoto sokrata pa rebabosa kataya branta kata repata paradia jata gadarapa. Walinzi wa kinabii kwenye familia zetu Bwana, walinzi wa kinabii Bwana, wanaweza kuwa ni mwanamke, anaweza kuwa ni mtoto, anaweza kuwa Bwana ni mtu awaye yoyote, kwa usawa sana mapenzi yako Bwana. Inua walinzi wa kinabii, inua walinzi wa kinabii, inua walinzi wa kinabii. Shanta maratosa manta gadara paradia masate ketele gritapa ria bakaza
makatarapa makatarapadia marapatarabakoria ropata pazuzo poretepe makate reba rebeta zoplanta zeperigla satena Zali Brenta Porodishka, Maligete Rebaya, Marigete Paladesco Predia, Ricata Rabacuria, Riadam Bretesco Maline Venta Suzeprania, Ria Breda Bahazagelino, Pagelino Monda, Pandeleda de Zamena Vonta, Harababo Jela Gida Bantarena Bonse, Havrina Banderiga Nasco Frian Telemonda, Regede Brenta Superia, Malejata Gubranta Lagate, Rapatala Bakoria, inua walinzi wa kinabii Tanzania Bwana, inua walinzi wa kinabii kanisa lako, inua walinzi wa kinabii kama Ana Bwana bin Fanueli, urapata sanobante, repaguzu brenta la bakaina, mantara bakosha tarabakoria, repatara bakoria, inua walinzi Bwana ina kina Daudi, ambao Bwana walisikia maelekezo yako, badala ya kuvaa kijeshi wakachukua jiwe na kombeo, manta la bakoria manta, wenye ujumbe wa kumwangusha Goliati, makatala bakoria, makara paradete soto brantala bakoria, repakala bashata rabakoria, makatara parada baboza, repagazanta la bakiado, parade jata rabagodo bonde, habarando venidalande, evadila magubedande, haparade zandria tokosanebelia, harato zuze pretele meira da bahasa, rakata paradia, makate rebedeletuzo, ramtabo zandele gete de bronta, ribroto zubrante ligriata sanaruza, rakata gadaida namonta, ribrata gazande, rapagala doso peledia, manta gadu friande de bonda sedela dande, rekata paradia, rekata parados getepe, repakasata la di damosanda, rimbada du sumpe de lendoria prekendo rebrena, rapakasata rabakoria, rakata pakasata makatarapa, walinzi wa mipaka ya nchi, malatata wa kinabii watakayoiona hiyo hatari na watatoa neno la Bwana. Rapakataraba, nifanye kuwa mlinzi wa familia yangu e Bwana, nifanye kuwa mlinzi wa mji wangu, nifanye kuwa mlinzi wa taifa langu e Bwana. Raparadia toko sata paradia, nifanye kuwa mlinzi wa eneo nililopo. Rapakataraba koria, urapata sando vantele gedia, ria baba sokroto paradia, matala bakoria paradase tepe, rapata karada, mantagada raparadia, repaka jatara bakoria, rekata parabadante skopereteria, ria parabashatara bakoria, makata rabakorobosha, rekata paratepe, repata katalagira, harodomos kantele grita paradia, manda rapapasata la bakoria, rapada brentos coparia da bantesa de na bantalena riga, raka baladisco pretelia dantos coparadia, mandala bakoria bakasha, makata paradia, mando koto parateledia, repata rapakatara, rekata paradia, kata kuwa pono wa kiroho, kata kuwa pono wa kiroho, kata kuwa muhanga wa usingizi, kata lebata baza. Neno la Bwana linasema, una nini wewe ulalaya usingizi? Kataa kuwa muhanga, kataa. Inuka kwa ajili ya kizazi chako, inuka kwa ajili ya familia yako, inuka kwa ajili ya kanisa lako. Maraparadia tosobalania, mandaraba katarabakaya, rapagadisko peledaino maandarabosa, ropotokotopoto, rakotototototo, repekatoskopaladia, makatarapa, repatala bakuria, repaguza pele denta rabakuda, rapadele benta rabashadaba, rapapaparaba, ropataka satalaba, ropatele brenta pakata, rapakata rabadaladia, mandagrata kaparadia, mazobatalia, mazobobonde legiti taparadia, mazobabatali, mazo asotaman
maneria bando lobrate rapatele gidi brinto paradia manda grita raparade rajebedeli ruta paradi gritate rebrutuza pretele gida da bonte repradate mande de grita tete paladigre regada grande de brita teta sedemenda ridigi bidi bidianto soprente de brinta radegedia rigidi soprante le bruta pradadia rebroto guzadelia brento roprata caparadia mandi grita tarra paradia ragla jobrontara bakuda prente de bredia regata rabakuda brento ropratele grita sateneme rebata raparate gedele dento soprahande manda raga de regruta paradia rebabala de soprate rapata paradia manda grata parada barata rababababa rapaparada barata mande rege de reproto suprata la digra rapata raparadia mande grita paradia reglusa parade bedeleria roparade grita paradea mata parade berede de beria rebreto porodoza de rentere rigriara data zuzute proto rabrata raparade grita te prona vanderdiga raparadige to parate gede regada protoscopali greda setene mondardigre rosa raparade grita tata paradia mazata parade mazata parade mazata parade mazaradoza rabagayanda mantarabakodo protosodolede rapata raparade madede gazuzo preyedeleda maragada rabagadaya ragadezo protogrutoto magazakata raparadia magata raparada baradia marakata raparada gazuprota raparadia regata parade breta galoleja mande regla zuproto grutora rekata rapa. Bwana tupe ishara, tupe ishara, tupe ishara Bwana, tusiendelee kuishi kama vipofu katika mataifa yetu Bwana, tusiishi kama vipofu, tusiishi kama vipofu, tusiishi kama vipofu. Rigi birida ronde jandere brido bande rakata pozila deria mondaraba koria rapata rida de bosate. Tusiishi kama vipofu Bwana. Mantala gato protoscopa rade griata rapa rapala dije frontala mena vande de grita manda greto prokotoraba rapata raparadia manda rakata raparata rekata parade beso pretele bronto rokroto topo rokroto prande de blejo prande de bracateria prantada bako rigata raparata grina da manda manta rakata rapa reprotoscopa radia manta rakada da babosa rekata parade bre rokoto porada mashata mante greta parate rekoto prokoto pora rekata skopala dikreto tapa rakata paradia mante grekata parabasakata rekata raparadia manta rakla deskoparata roporodo shatapa rapata raparadia manta raparadiga raparate perete mante greta taparadia reparate pescoparate rocate de bronto repata mante rigatapa regata parate grita paradia mante gritapa rapata paradia mante grita paradia reprakuzate peledaya rekoto paradia mata raparata reprada basata ropakatapa roprakapasatapa rokoto prakatapa rapakata. Kizazi chetu kitakuwa kipofu, hakitakuwa kizazi kipofu, hakitakuwa kizazi kipofu. Oh Bwana, unatuinulia walinzi wa kinabii, hatutakuwa na kizazi kipofu we Bwana. Reparadizo prantele dira na mondrediga mande reparadia raparada bobo shataba mande greto paradia ropora de prete de blaina montarapa roba paladia manta grata rabakuria bashata rapa glatos coparate grete recoto bosa te regle soprantele grita
rakata paradegre manta grata paradigra recruto pasata raparadia mata raparade ropara babashaka manta rakata radaba raparadegreto prata kayama manda rakata rabata reprokoto sokroto porodo kroto mande grete peredete sota dibrianta labakoria rokroto pora debreto soprande le grita rokoto koto robo shakata manda grete getele brita da badaraba raparadia krato poshata raba manta grito proko pori brita rapa robroko sopoto robo robroko toporo doto sokoto regede proto tokoto robo toto sokroto roto kroto totopo roto kroto toto kroto raparadigroto paradebe Magata magarapa dozu bretele dento brote soto rokloto paradene monta mande grete te pereda brototo rokoto toto roboto so rogroto robo shakata rapa mande grete perede breta talabada rokroto porodia taparadia mante greto parada breta ropata rapra de brekete rebreda bate mandele gride de bosha ria broto Zoporodo broto rogroto toto rogroto toto rogroto toto rapaguto toto mande regreto to paladia roprokoto robo shekete rekate brete ke perede mante regreta rabakuria regrita paradeda mande gretete rebroto robota rebroto kroto porodo toso rogroto to kroto rodo rogroto robo shata Mantegreto prataraba reprokoto sokroto kotoroto rota krata kata mantegreta kataraba rogroto toporotete regretete rege regroto kroto parata mantegreta dadabosa regriada babose tegreta pa rogroto prokoto robroto mandegreto kroto toto kroto regreto koto rokroto rapata rabarade mantegrete repreta raparadia Rogrota parigredo santeledondria tedebo rapra de preta raparadia mantaraka tarabataya rakreta tuinulie Bwana walinzi na Debora tuinulie Bwana walinzi na Debora ayama mama saka ayama mama saka yamara mama ropoko ya paradabo mandoli getere bebe jededebe ropata raparade debe roprakuzo praterebe Magada raparadia mata raparapa rokroto paradegretosa mantegreto prata paladegria tosata rubraka parate gretapa mandegreta parakaraba rokroto parate mantegreto parate rekato prokuso predalido vrantele broto krotia magada rapo reparaparadigretopa paparati mata gada raparadiga reklatoskopa parata reka parade protoscopa regrato porocrotepe mantegreta parate recla soprate glezio prato grutisete reglato soprentele briada bandro di gredosa recata gadagata makata ragrata kata rakata raparade mantegreta paradia makata raparata pasata recata raparadia mantarata raparata rakata raparata repata raparata makata raparadia manta gadarapa rekata paradia makata raparade repata raparata manta raparata pa rekata paradosko palida mande regadapa rakata paradia manta gadarapa rekata parada rakato poto porode mante greta paradia rogrotosko parata mantala bata rapa reklato soparadaya manta gada rapa makata rapa rada makata rapa rata repakata rapa makata rapa rada makata rapa rada makata rapa radia rekata paradoso pale shata kata oraba shata pa wanainuka walinzi roho Bwana anainua walinzi walinzi kila mahali walinzi kila mahali walinzi wa kila mahali raparadedo zata mantara paradia
Makatarabarotoskopa rogla saparata mantarato proto rebroko satalaba mantagrato poradigrate regloskopratalia de pronta sata rakata paradia mandala patoskopa ratalaba riprakusatelegedala mantarabala diskopa rakatarapa matagadarabako rekata parata ola bashata walinzi kila mahali Bwana, walinzi kila mahali Bwana, walinzi kila mahali, walinzi kila mahali. Magadobo shata mantara baruto repara de boza mande gederebora mande rebrado zapelia rapaliti jando vanta raglina monda manda greta taparadia ropata prato guzidi bela neso prehenta rate grita taparadia manda greto parada bashoto krotoria riglisha preda honta vantele di grotosa. In the mighty name of Jesus we pray. Asante Bwana Yesu kwa ajili ya zamu hii, na imekuwa njema. Tunajua Bwana umesikia kuomba kwetu. Ninakuombea Mungu akakupake mafuta ya walinzi wa kinabii. Usiwe mtu wa kawaida kwenye kizazi chako. Usiwe mtu bure kwenye kizazi chako. Ukawe kama Debora kwenye familia yako. Ukawe mtu mkuu kwenye familia yako. I bless you in Jesus name. Ninalibariki kanisa la Kristo. Ninabariki miji na mipaka ya nchi. Bwana asinyime malango yetu walinzi. Ukawe wewe, nikawe mimi. Sisi ndio walinzi wa majira haya. This is Apostle Francis Goel. Good night.